Historia, kituo hiki tumeanza kazi rasmi mwaka 2019 tukitoka mkoa wa Dar es Salaam, ambapo awali hizi shughuli zilikuwa zinafanyika kule, lakini kutokana na ufinyu wa eneo na magari na mji kuwa na msongamano, basi taasisi iliamua kuhamisha shughuli za uhakiki vipimo upande wa malori yabebayo vimiminika katika eneo hili la Misugusugu. Hivyo kazi hapa rasmi zimeanza 2019 kwa ajili ya kuhakiki hayo malori yanayobeba vimiminika yanayohudumia hapa Tanzania na nchi zetu za jirani kama Rwanda, Burundi, Kongo, Zambia na Malawi. Kwa mujibu wa sheria ya vipimo sura namba 340 inamlazimu msafirishaji anayesafirisha vimiminika kupitia njia ya barabara na haya malori yanayobeba vimiminika kuhakiki, kujua usahihi wa vipimo anavyotakiwa kusafirisha kutoka pointi moja kwenda pointi ya pili. Kwa maana sasa hiyo umuhimu wake ni kumlinda mlaji yule ambaye sasa anatumia huduma hii katika usafirishaji wa vimiminika na hasa mafuta jamii ya petroli. Kiwango kikubwa cha wasafirishaji wa hii bidhaa ni kingi wa hapa Tanzania na hata nje ya nchi. Kwa hiyo umuhimu wa hiki kituo ni kumhakikishia yule mtu wa mwisho anaenda kupelekewa hiyo huduma ya hivyo vimiminika kwamba sasa vipimo vyote vya usafirishaji vimepitiwa uhakiki na viko sahihi na ni salama kwa biashara. Huo ndio umuhimu wa hichi kituo, ndugu mwandishi. Kutokana na ukubwa wa kituo hiki kinaweza kuhudumia magari mangapi? Labda ukatupa takwimu kidogo kwa mwaka jana na mwaka huu. Kwa mwaka jana tulikuwa kidogo chini, lakini kwa takriban kwa mwezi mmoja tulikuwa tunaweza kuhakiki malori mpaka 500. Hivi ninavyokuambia kwa mwaka huu tumeenda mpaka malori 1200 kwa mwezi. Hivyo unaweza ukaona kuna ongezeko kubwa sana la wasafirishaji kuingia kwenye sekta ya usafirishaji wa vimiminika na hasa vimiminika vya jamii ya petroli. Hivyo ukiangalia takwimu za mwaka jana na za mwaka huu kuna ongezeko kubwa sana. Hivyo inafanya sana umuhimu wa kituo hiki kuwepo hapa Misugusugu, kwa maana kwanza kipo njiani na kipo karibu na bandari ya Dar es Salaam, kinahudumia wananchi wa Tanzania bara, lakini na hao sasa ambao tunasema ni wenzetu wa kutoka nchi jirani za Rwanda, Burundi na Kongo, na njia ndio hii yote ya kupita kwenda bandari ya Dar es Salaam kwa ajili ya kubeba hivyo vimiminika. Ongezeko la magari mengi kuja kupimwa hapa, hii inamaanisha nini? Ndugu mtangazaji, hii inaonyesha kwamba ukuaji wa sekta ya usafirishaji hapa nchini imefunguka chini ya uongozi imara wa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na viongozi wetu wa Tanzania kwa kushirikiana na hawa wawekezaji sasa ambao ni wadau wakubwa katika sekta ya usafirishaji. Katika siku 100 za ahadi za Rais Samia Suluhu Hassan, kituo hiki cha Misugusugu mmefanya nini? Nipende kusema tumefanya makubwa kulinganisha na mwaka wa fedha uliopita na mwaka wa fedha huu unaoendelea. Nusu ya kuanzia Januari imeleta mabadiliko ukilinganisha na mwaka jana, kwamba mwaka jana tulikuwa tunaweza kuhakiki malori 500 kwa mwezi. Hivi ninavyokuambia tunaenda malori mpaka 1200. Kwa hiyo hilo ongezeko linaonyesha kwamba kipindi hiki cha siku 100 milango ya uchumi nchini Tanzania imefunguka chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo tunaona sasa wawekezaji katika sekta ya usafirishaji wameongeza kununua malori mengi kwa ajili ya kusafirisha vimiminika na hasa vya jamii ya petroli. Na hapo tunashukuru kwa maana kwamba katika hizi siku 100 hawa wawekezaji wameweza kuongeza ajira kwa wananchi wetu ambao ni wazao wa Tanzania kama madereva na kada mbalimbali. Lakini pia afisa mtendaji mkuu wa taasisi yetu ya Wakala wa Vipimo Tanzania, Mr. Alban Kiula, aliweza kuingia makubaliano ya ushirikiano wa hizi nchi mbili kwa maana ya Tanzania na Zambia kuhakikisha sasa tunachagiza haya maendeleo au haya mabadiliko upande wetu na upande wao. Hivyo basi tutakuwa na ushirikiano wa kubadilishana watumishi, uzoefu, miundo mbinu ya
utendaji na kadhalika na kadhalika. Baada ya kuingia makubaliano na nchi ya Zambia, vijana wa Kitanzania wameandaliwa kwa namna gani? Sisi kama taasisi kupitia uongozi wa afisa mtendaji mkuu amewaandaa vizuri vijana, wako mahiri, wana weledi, wana uadilifu na wana morali ya kufanya kazi. Asante sana. Naam, mtazamaji wa Baragumu Live, hapa tulikuwa tukizungumza na kaimu meneja wakala wa vipimo katika kituo cha Misugusugu kilichoko hapa Kibaha mkoani Pwani. Umemsikia akielezea umuhimu wa kituo hiki na shughuli mbalimbali zinazofanyika katika kituo hiki. Kikubwa, hivi karibuni wakala wa vipimo WMA waliingia mkataba wa makubaliano na nchi ya Zambia kwa ajili ya kufanya shughuli za pamoja za uhakiki wa vipimo. Umesikia fursa mbalimbali kwa ajili ya vijana, lakini pia namna vijana walivyoandaliwa kuchangamkia fursa hiyo. Mimi ni Margaret Malisa, endelea kutazama Baragumu Live hapa hapa Channel 10.